Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika ilmu al-fizyai al-Qur'an, kwa maana ilmu ya maarifa ya sayansi ya Qur'an. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasisi kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala wape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka leo tutakwenda kutazama sehemu ndogo sana katika ilmu jiolojia, katika ilmu ya geology. Ilmu hizi ni katika ilmu ambazo sisi Waislamu ndio watu ambao tulotakiwa kuwa mbele zaidi katika ilmu hizi. Bahati mbaya hatuzisomi na hatuna mpango nazo. Sasa hii kidogo inatufanya tunakuwa katika wakati mgumu sana katika mazingira kama haya. Tunakwenda vizuri eh? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul A'raf aya ya 10. Allah anasema walaqad makannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'aisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na hapa tulipokuwa tukisoma pale Ghazali Muslim School, mashekhe zetu walituambia tuanze na kitu kinachoitwa aslu al-mas'ala. Yani tuweke mstari alafu tuanze na aslu al-mas'ala. Twende vizuri hapo eh? Allah anasema walaqad makannakum fil ard, hakika nyinyi wanadamu tumewawekeni si kwa bahati mbaya, bali tumewawekeni kwa ujuzi wa hali ya juu kabisa, nyinyi kuwa hapa katika ardhi hiyo. Lakini Allah anasema waja'alna lakum, na tukakujaalieni nyinyi katika kuishi kwenu katika ardhi, fiha, ndani ya hiyo ardhi yenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini? Maisha, kuna maisha yenu. Allah anasema ametuumba, baada ya kutuumba katuweka ardhini. Baada ya kutuweka ardhini, anasema ndani ya ardhi hiyo kuna maisha yenu. Mashekh zetu mara kadhaa walikuwa tunaposoma aya za Allah na tukasoma maneno ya Bwana Mtume Muhammadin, mara nyingi walikuwa wanatuambia tunaweka mstari, tunaanza na aslul mas'ala katika hali za namna hii. Ndugu zangu, hapa ni kuzinduana kwa wale ambao wanaosoma ilmu ya jiolojia, wajue wanaisoma Qur'ani. Wanaosoma ilmu ya jiolojia wajue wanausoma Uislamu, iwe mtu anakubali ndivyo hivyo
akatae ndivyo hivyo. Anasoma katika masomo ya Kiislamu katika mazingira kama haya. Lakini maskini Waislamu wenyewe sisi tuko wapi katika masomo kama haya? Hatuyasomi na tunasema ya kizungu hayo. Hivi ni uzungu ni Qur'ani hii jamani? Allah anasema tumewawekeni katika ardhi na tukajaalia ndani ya ardhi fiha, yani fi dakhilil ardhi, ndani ya ardhi yenyewe maaish. Mwenyezi Mungu anasema kuna maisha ya kila namna yanapatikana katika hali za aina kadha. Kumbe ili tuwe na uchumi Mwenyezi Mungu ametuwekea wapi? Ardhini. Ili tuwe na pesa Allah ametuwekea wapi? Ardhini. Ili tuwe na kadha Allah ametuwekea wapi? Sasa sisi tuko wapi na Qur'ani jamani? Hebu tuisomeni Qur'ani ala dhaw'in sahihin, katika mwangaza ulio fasaha. Sasa mashekh zetu baada ya kutueleza katika aya hii, tulisoma pale Ghazali somo linaloitwa Zaitul Bitrul, mafuta ya petroli. Tulisoma pale. Miongoni mwa sehemu tulizosoma, mashekhe zetu walitusomesha kitu kinachoitwa an-niftu. An-niftu maana yake ni mali ghafi zinazopatikana ardhini, zinazotengeneza gesi, kwazo tukapata mafuta, kwazo tukapata lami, kwazo tukapata vitu chungu mzima ambavyo asili yake ni hydrocarbonate, ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huzitengeneza katika tabaka linaloitwa al-washah. Ni tabaka linapatikana chini ya ardhi, na tabaka hili linakuwa na joto kali takriban nyuzi joto 1600 katika hali za namna hiyo. Kwa jinsi zinavyozidi kupanda kutoka katika al-washah kuja katika sathi al-ardh, katika gamba la ili la ardhi, ndio ile joto linazidi kupungua mpaka linafika 1400. Tunapata gesi, tunapata na mfano wa hayo katika mazingira kama haya. Tunakwenda vizuri. Allah anasema tumewawekeni mpate maisha. Sasa sisi kazi yetu, hatuna haja ya kutafiti haya ili maisha yapatikane. Tunajua tumewekewa tupate maisha ni kulima mahindi, basi ndio tunaishia hapo. Hii ni hatari jamani. Tuisomeni Qur'ani ala dhawi sahihi, katika mwangaza ulio fasaha. An-niftu ni nini? Mashekh zetu walianza hapo wakati tunasoma Zaitul Bitrul, mafuta ya petroli katika mazingira kama haya. Sikiliza sasa hapa. Wakasema yu'rafu an-naftu kimyaiyan annahu mazijun muaqqadun min al-hydrocarbonat wa huwa yakhtalifu fi madhharihi wa lawnihi wa tarkibihi bishaklin kabirin hasba makan istikhrajihi. Mashekh zetu walituambia yu'rafu an-naftu, inafahamika na kutambulika mali ghafi ambayo kwayo inatengeneza gesi za aina mbalimbali, na gesi hizo zikatengeneza vimiminika vya aina mbalimbali. Wakasema kimiaiyan, hiyo inajitengenezwa kutokana na kemikali. Tunakwenda vizuri? Inajitengeneza kutokana na nini? Kemikali. Yote haya ni tafsiri ya aya walaqad makannakum fil ardi waja'alna lakum fiha maisha. Allah anasema tumekuwekeni hapa ardhini na tukajaalia ndani ya ardhi yapo maisha yenu nyinyi wanadamu. Mkitaka kuishi vizuri humu ndani ya ardhi, Allah anasema amekuwekeni hazina itakayofanya maisha yenu yawe salama. Sasa mashekh zetu wakatuambia ya kwamba kuna niftu hii ambayo ni kemikali, annahu mazijun muaqqadun min alhydrocarbonat. Wakasema huu ni mchanganyiko uliojichanganya sehemu moja ukapatikana kitu kinachoitwa hydrocarbonat, ndipo tukapata hii inayoitwa an-niftu katika hali ya aina kadhaa. Hydrocarbonat ambazo zina mambo mengi sana. Hydrocarbonat ambapo ndani yake kuna zile alkana, ndani yake kuna alkaini, ndani yake kuna alkene. Hizi ni hydro
karbonati katika hali za aina kadha. Tunakwenda vizuri hapo. Allah anasema ametuwekea katika ardhi material bora ambayo kwayo yatafanya maisha yawe mazuri kwa wanadamu. Huyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Wa huwa yakhtalifu fi madhharihi. Hii hydrocarbonat inakhtilafiana, inatofautiana fi madhharihi, katika mandhari yake. Yani mandhari yanakuwa tofauti baina ya hiyo hydrocarbonat, zina utofauti wa hali ya aina fulani. Walaunihi, na hata katika rangi yake pia. Hydrocarbonat inatofautiana pia katika rangi zake katika mazingira kama haya, lakini kadhalika wa tarkibihi, na katika tarkibi zake. Tukisema tarkib zake ndo zile tunasema alkana, alkaini, alkene. Hizi zinakuwa katika hali ya aina kadha. Sasa basi, na hapa tunapata mithan, ithan. Sheikh Pilingu amefika, najua mambo makubwa leo. Mashaallah. Allah wa salamu wa rahmatullah. Huyu bwana Sheikh Pilingu, mashaallah, huyu mwamba si unaona tetemeka, kimefika kigogo hiki. Tunapata vyombo vingi kwa chini hapa nafuatilia. Subhanallah. Allahu akbar. Sasa tunapata katika utaratibu wa hali ya namna hii. Tayeb. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia walaqad makannakum fil ardi, tumewawekeni nyinyi wanadamu hapa ardhini, waja'alna lakum, na tukakujaalieni nyinyi wanadamu katika hii ardhi, fiha, ndani yake hiyo ardhi, maisha, kuna maisha. Sasa hapa tunaishia kwenye kulima miogo na mahindi. Wenzetu wanaweka mstari katika aya hizi, wanakwenda mbali zaidi. Tunakwenda vizuri eh? Kwa hiyo wakapata kubaini katika hali za namna hii biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ya mfumo wa aina ya hydrocarbonati iliyopo hapo. Kuna ethan, kuna mithan, kuna borban, kuna boyotan, kuna bintan, kuna haksan, kuna habtan na kuna oktan. Zote hizi ni mifumo ya hydrocarbonati kutokana na uzito wa zile alkana, alkaini au alkene katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo katika hali za namna hii sasa tunapata niftu, tunapata gesi, tunapata mafuta, tunapata na lami na mfano wa hayo katika mazingira kama haya. Allah anasema ametuwekea ndani ya ardhi maisha yetu katika hali za namna hii. Sasa haya masomo sisi hatusomi, tunahisi ni uzungu, kumbe ni Uislamu. Ilitakiwa tuyasome haya na sisi tuwe katika hali nzuri zaidi katika mazingira kama haya. Sasa walichokifanya ndugu zetu, wakayatazama wakaona hela hiyo. Sasa tunafanyaje? Tuwalaze usingizi. Waislamu tukalazwa usingizi, wao sasa wanatumia yale masomo yetu ya Kiislamu, wanaishi maisha mazuri duniani, na sisi tumebakia tunatazamana tu ovyo maisha yetu. Huu ni mtihani kidogo. Kwa hiyo Allah atujalie kila la kheri. Sasa wakasema mashekh zetu, wa indama yustakhraju min tahti al-ard, wakati niftu sasa mali ghafi zinapotolewa chini ya ardhi, yusamma niftu kham, huitwa ni mali ghafi zenye uwezo wa kuweza kusababisha maisha yakawa sawa katika mazingira kama haya. Wenzetu wakaweka mistari katika aya za namna hii, wakazifanyia kazi, wakaandika kwa lugha zao. Sasa wao ni maprofesa, sasa wao ni watu wenye hali nzuri. Sisi tumebakia hivi tulivyo, na Qur'ani ni yetu. Sisi tunachosoma ni kusali na kufunga, inatosha. Tunasubiri akhera. Hapa duniani inakuwaje? Wallahi ni hatari sana. Kwa hiyo lazima ifike wakati na sisi tuamke. Wakasema wadhalika bisababi shakli tashakulihi tahta tabaqati al-ard, na sababu ya yote haya ni kwa sababu hii niftu inajitengeneza chini ya ardhi, yani katika tabaka za ardhi.
kama tulivyosema, kuna tabaka linaitwa alwashah tahta al-ardh. Tabaka hili lina joto takriban nyuzi joto 1600. Sasa zile nyuzi joto 1600, kuna aina ya kemikali inaitwa aneikol katika tabaka hilo. Ile aneikol inachofanya, inatengeneza joto kali. Joto lile sasa linapanda kutoka katika tabaka hiyo kuja katika sathi al-ardh, lakini jinsi linavyozidi kupanda ndio linazidi kupoa. Tunakwenda vizuri eh? Kwa hiyo mpaka inafika katika sathi al-ardh inakuwa ni takriban nyuzi joto 1400 na kidogo hivi, inakuwa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ya usalama wa mwanadamu anaishi huku juu katika mazingira kama haya. Sawa? Kwa hiyo katika tabaka za ardhi inajitengeneza, na wataalamu wanasema imejitengeneza kutokana na vitu vinavyoitwa adharat. Dharat, kuna vijiumbe vidogo vidogo ambao vinakufa kwa wingi sana, ndio vinatengeneza ile nifti inashuka. Na hata katika bahari iko hivyo, viumbe wanaokufa baharini wale, kwa maana inashuka katika qari al-bahri, katika kina cha bahari, alafu inakutana yani inajitengeneza katika hydrocarbonate. Sasa inaanza kutengeneza mafuta, gesi na mfano wa hayo. Basi yani asawail katika lugha nyingine. Hapa ndipo inapatikana katika hali za namna hivi. Sehemu nyingine wanasema at-tahalab au at-tahalib, kwa maana tahalib ni ule uchafu unaogandamana juu ya maji, alafu baadaye ukashuka unaitengeneza hydrocarbonate, alafu unaanza kutengeneza gesi, mafuta na mfano wa hayo tahta al-ardhi, huku chini ya ardhi katika hali za namna hii. Tunakwenda sawa sawa? Kwa hiyo Allah anasema walaqad makannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aisha. Allah anasema ametuweka hapa ardhini, lakini na akajalia hapa ardhini, chini ya ardhi akafanya kukawa na hazina ya maisha yetu katika hali ya aina kadha. Aya sisi hatuna na hatuna mpango nayo. Hii ni hatari. Leo utaona kuna meli kubwa kubwa, kuna viwanda kabisa vikubwa vikubwa ambao vinashughulika na kazi hizi. Makampuni makubwa makubwa yanashughulika na kazi hizi. Wanatoa gesi ardhini, wanatoa mafuta ardhini, wanatoa lami ardhini, kutokana na aina zile alkanati ziliopo pale. Ndio maana tukasema zinatofautiana rangi, sawa, na mandhari yake kutokana na aina ya uzito wa hydrocarbonati iliyopo katika maeneo hayo, katika mazingira kama haya. Allah alitutaka sisi haya yote tuanze kuyasoma kuanzia alif b t. Hatusomi, na hata tukienda katika jamiati zetu hatuyasomi haya. Sisi tunakwenda kusoma vitu vingine tena vidogo vidogo, alafu tunaona ndio vikubwa sana. Ndio mtihani tulokuwa nao. Sasa hii ni shida kidogo Mwenyezi Mungu atujalie kila la khair. Lakini hii inatokana katika tabaka ya ardhi al-amiqa, ndani kabisa huko, min kimiyatin kabiratin min al-kainat al-muaqqada au al-mundathara. Hii inatokana na viumbe vidogo vidogo ambavyo vilivyokufa, ndio vinatengeneza hydrocarbonate, ambao sasa tunapata gesi, mafuta na mfano wa hayo katika hali aina kadha. Thumma tahallalati bighayabil oxygen. Hapa sasa itaanza kuyayuka. Simeshaitengeneza hydrocarbonate, sasa itaanza kufanyaje? Kuyayuka. Kwa nini? Bighayabil oxygen, kwa sababu sasa oksijeni hakuna. Kwa kuwa oksijeni hakuna, sasa inayayuka, ndo tunapata asawail, yani tunapata kimiminika. Sasa katika mazingira kama haya ndio unapata mafuta ambayo unaweza kuyashika mafuta katika hali za namna hii, kwa sababu oksijeni hakuna. Sasa kuna yani hydrocarbonate, oksijeni hakuna katika hali za namna hii. Sasa hapa tunapata mafuta, yawe ya taa kutokana na alkanati zilizopo pale, iwe diesel kutokana na alkanati ziliopo pale, iwe petrol kutokana na alkanati ziliopo pale, iwe mafuta ya breki, sijui mafuta gani, inatokana na uzito wa zile alkanati ziliopo pale katika hali aina kadha. Ndio tunapata mazingira haya. Qur'ani imetueleza haya, sisi Waislamu ndio ilitakiwa tuwe mbele, lakini jamaa wakachungulia wakaona ela ipo nyingi sana kupitia Qur'an. Sasa tusiwaamshe waliolala, tukazidi kulazwa zaidi usingizi ili tusiamke. Ukiulizwa kizungu hicho sasa ukishaishia kwenye kizungu usomi tena, utaambiwa sio dini hiyo kabisa.
na utakuta inafundishwa kwa wasio Waislamu. Ukitaka uipate basi uende huko kwao ndio kaipate. Basi matokeo yake tumekuwa hivi tulivyo, na sijui kama tutaamka, sijui, labda tujitutumue. Allah ajalie kila la kheri. Sasa wartifai dhagti, na hii sasa inayayuka kwa sababu gani? Kwa sababu oksijeni sasa hakuna, tunakwenda vizuri. Na ndio maana wewe hapo ulipo ukichimba ardhini, jinsi unavyozidi kwenda ndani ndio unazidi kukosa oksijeni, na jinsi unavyozidi kwenda ndani ndio unazidi kupata joto kali. Kwa nini? Kwa sababu unakwenda katika ile alwashah, tabaka ambalo lina joto isiyopungua nyuzi joto 6,000. Sio mchezo Sheikh. Nyuzi joto 300 mpaka 600 chuma kinayayuka. Sasa 6,000 mchezo? Ni hatari sana. Lakini hii kwa maana wartifai dhagti, lakini kadhalika na ule mgandamizo wa hydrocarbonate, mgandamizo wake kwa kuwa umekuwa ni mkubwa, sasa panatokea nini? Kimiminika, ndio tunapata mafuta na mfano wa haya. Sawa? Wa darajatil harara tahta sathi al-ardhi, na hata ile kiwango cha joto linalopatikana chini ya ardhi ndio panapatikana kuyayuka kwa zile nifti. Sasa tunapata mafuta, tunapata na mfano wa vitu vya namna hiyo. Allah anasema tumewawekeni nyinyi wanadamu hapa ardhini, na tumejalia hapa ardhini, ndani ya ardhi yenyewe kuna maisha yenu nyinyi wanadamu. Tusiishie kwenye kulima miogo na mahindi peke yake, chini zaidi hapo. Sasa tunafanyaje sisi kama Waislamu? Haya masomo tunayapeleka wapi? Yani ilitakiwa sisi kusoma, tusome hivi. Ndio maana pale Ghazali Muslim School tulikuwa tunaposoma aya za namna hii, mashekh zetu wakatusomesha Zaitul Bitrul. Tulikuwa tunaisoma kuanzia mwaka 1917. Ndio watu walianza kufanya yani mambo haya, kwa maana kupeleka vyombo maalum tahta al-ardh, chini ya ardhi, wakaanza kuwa wanatoa zile mali ghafi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka ardhini. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuyasoma. Huu sio uzungu, huu ni Uislamu. Lakini bahati mbaya ndio mambo yamekuwa hivyo. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, atujalie tuelewe yale ambayo tunasoma katika hali iliyokuwa bora biidhnillahil karim. Shida ni moja tu, tumeacha haya tukaingia katika mizozo. Hilo ndo tatizo. Sasa unafikiri kunatokea nini? Tutaishia huko tu. Kwa hiyo tukiachana na mizozo tukarudi vizuri katika Qur'an na maneno ya Mtume, mambo mbona yanakuwa safi kabisa. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Na mwisho niseme, Mwenyezi Mungu tunakuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.